Naam, mtazamaji, assalamu alaikum popote ulipo, tukiwa na wingi wa matumaini ya kwamba bila shaka umekuwa na mchana mwema. Kama kawaida basi, ikiwa ni siku ya Jumatano inapofikia mida kama hii mwendo wa saa 2, huwa ni kipindi Political Arena, ndicho ambapo bila shaka huwa kina angaza moja kwa moja katika anga zetu za Al-Shifaa TV. Kumbuka tunapeperusha matangazo yetu moja kwa moja kutoka katikati ya jiji la Mombasa, na kama kawaida inapokuja katika kipindi Political Arena, ni kipindi ambacho bila shaka ni kuchanganua, kama unavyo fahamu ya kwamba chenyewe kinaitwa Political Arena, maana ya kwamba ni siasa ambazo tunazichanganua hapa. Kwa hivyo moja kwa moja itakuwa leo tunachanganua siasa, lakini kipindi ambacho napenda sana mimi mwanzia kuweza kuita wanasiasa ambao wako katika nafasi zao za uongozi na wale ambao wanapania bila shaka kuweza kuwania viti mbalimbali inapokuja katika ulingo wa kisiasa. Madhumuni ya kipindi kama hiki ni kuona kwamba tumeweza kupiga siasa, lakini katika mnasaba tofauti, siasa ambazo ni endelevu. Na leo katika kipindi nimefanikiwa na kwa furaha kubwa kujumuika na mzee wangu Stambuli wa Sheikh Abdillahi Nasir, ambapo nafikiria kwamba jina kama hili linapotajwa katika jiji la Mombasa na viunga vyake ni jina ambalo si geni, na ni mmoja ambaye ni kati ya wawaniaji wa viti bila shaka inapokuja katika mchakato mzima ambavyo ni viti ambavyo vililetwa na mchakato mzima wa ugatuzi. Kwa hivyo nitampatia fursa nafasi yeye kuweza kukua mkua, kisha baada ya hapo tutaona namna gani ambavyo tutaweza kutiririka na kupiga gumzo pamoja naye. Karibu sana mzee wangu. Shukrani sana Jonathan Mwanzia, na kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu, napenda kuchukua fursa hii kwa moyo mkunjufu, unyenyekevu, heshima na taadhima kwa mkuu nyote mnaoniangalia na mtakaojaliwa kuona kanda hii kwa maamkuzi mema ya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ambayo kwa maana nyepesi ni kwamba amani ya Mwenyezi Mungu, rehema zake na baraka zake ziwe nanyi nyote. Karibuni. Asante sana, shukran. Nafikiri kwamba moja kwa moja bila kupoteza wakati, kumbuka ni kipindi ambacho kinakujia kuanzia hivi sasa saa 2 mpaka mwendo wa saa 3, maana kwamba tuko na lisali moja la kuweza kupiga gumzo bila shaka na mzee wetu kama anavyofahamika kwa jina maarufu Star. Labda moja kwa moja mimi sitataka labda nitaja kwamba anapania kuwania kiti gani inapokuja katika mchakato mzima wa masuala ya siasa, ataweza kutuambia yeye, lakini moja kwa moja kabla hatujapata kutoka kwake haswa ni kiti gani ambacho anapania kuwania inapokuja katika masuala ya siasa, labda tutaki kumfahamu Star. Manake nataka kuamini ya kwamba wengi tumemfahamu kama mwanaharakati, tumemwona katika vyombo vya habari, katika mijadala mingi, amekuwa bila shaka katika michakato mingi sana kama mwanaharakati, haswa inapokuja katika masuala ya kutetea haki za kibinadamu na masuala ya kijamii kwa jumla. Lakini kwa kiwango fulani huenda tusiwe tunamfahamu Star. Manake hata mimi mwanzia naweza sema kwamba Star nimemwalika sana katika vipindi, tumepambana katika idhaa zingine, lakini leo nimefanikiwa bila shaka kumuita kama mgeni rasmi katika kipindi kama hiki Political Arena, lakini hatujawahi kumfahamu aswa Stambuli wa Sheikh Abdillahi Nasir ni nani. Labda tumfahamu, kisha baada ya hapo atatueleza labda yeye yuko na azma gani. Naam mzee wangu. Kama ulivyosema, jina ni Stambuli wa Sheikh Abdillahi Nasir, lakini wengine wanapenda kuniita Star, na kwa wale ambao walikuwa na uzoefu wa kunifuatilia kwenye vyombo vya habari, nina jina ambalo nilikuwa napenda kujiita, najiita mjinga best. Na nilikuwa nikiwasisitizia kwamba najiita mjinga best kwa sababu kama kuna mjinga mwingine kwanza hanipiti, na akijitokeza mwingine basi ni photocopy, si original kama mimi. Nimezaliwa mtaa wa Kuze katika miaka 57 na nimekulia sehemu tofauti. Nimekulia mtaa wa Kaloleni, nimetembea mitaa tofauti, Tononoka, Majengo, Kisauni, Likoni huku na nchi mpaka za nje nimekwenda. Lakini kwa hakika
nimekuja hapa leo kwa sababu nataka kujieleza zaidi msimamo wangu wa kuja kuitikia mwito ambao umekuwa ukinijia mara nyingi tangu nafanya kazi kwenye idhaa, watu wakinipigia simu kwamba tunataka wewe usimame kwenye siasa, na safari hii nikaona ni wakati mwafaka nikarudi tena kwa jamii. Kwanza nikaanza nyumbani. Nina rafiki yangu mmoja ambaye ndio aloniletea hii fikra, na hii fikra nikaichukua nyumbani nikawa nimebahatika kuwa na ndugu zangu wengi pale ambao wengine walikuwa wako nchi za nje kwa muda mrefu, lakini wakawa wamekuja kumtembelea mzazi wetu Sheikh Abdullah Nasir. Kwa hivyo nikaileta ile fikra pale, na wao wakasema naam, kwa tuunga mkono wewe, lakini tuona wewe mwenyewe hutaki pia. Lakini sikumalizikia hapo, nikasema ngoja kwanza, nina wenzangu wengi na wafuasi kwenye mtandao wa kijamii, nitawatilia hii fikra. Nikawawekea suala la kwamba ule mwito na ombi lenu la muda mrefu naona limefikia wakati nimelikubali, lakini katika mahali ambapo nataka nitetee wapi. Nikawapa fikra ya kuwa nitetee governor, nitetee senator, nitetee mbunge, nitetee MCA, alafu mwisho nikawekea swala la kwamba pengine maona pia ni sifai hata kusimama. Kwa hivyo msiogope kujieleza kwamba kama waona sifai kusimama, sema hufai kusimama. Na maoni yalikuja tofauti, yakiwemo haya kwa la usisimame, bakia vile vile kama mwanaharakati na mtu ambaye utakuwa watujuza mambo mengi, lakini ikademia zaidi kwenye useneta. Kwa hivyo ilipokaa tena na jamii kwa jumla, nikaona fikra iliyokuja ni kwamba Istanbul ingia kwenye useneta. Katika kukubali kwangu nikaangalia, nikatathmini ule useneta na kazi zake. Nikaona kwamba nitakuwa kama askari wa kulinda hawa wengine walioko chini, akiwemo gavana, mbunge wanawake na MCA, wasiweze kuchezea fedha wanazopawa ili kuendeleza maisha ya wale wanaodai wanawawakilisha. Bila shaka nafikiria kwamba hilo ndio jukumu moja ambalo ni msingi inapokuja katika kiti cha useneta, na nafikiria kwamba mtazamaji ushapata kwamba mimi nilikuwa sitaki kutaja kwamba azma yake ni gani, lakini tayari ashatueleza kwamba yuko na azma kuweza kuwania kiti cha useneta, na nataka kuamini mzee wangu ni katika kaunti ya Mombasa. Bila shaka. Sasa kwa namna mimi nimekufahamu kama mwanahabari na we kama mwanaharakati, tumepambana sana inapokuja katika mambo mingi, lakini wakati kama ulivyotaja kwamba ulipolieka swala hili ya kwamba nisimame kama nani, huenda labda mtu akaona kwamba kiti cha useneta kwa nini si ubunge, na ikiwa labda ni maoni ya watu kushawishi kwamba wewe unatosha pale inapokuja katika kiti cha useneta, ukaona kwamba ni jukumu zito. Manake kuna ule mtazamo kwamba unapoanza labda kuwania kiti chochote kile inapokuja katika nafasi za kisiasa, basi unaanza chini ukipanda juu, lakini inaonekana kwamba wewe umekuwa mjasiri na labda waliokushawishi na wewe ukalichukulia kwa uzito moja kwa moja. Kwa hakika kama nilivyokuambia, walionieleza kwamba nikae kwenye useneta, walioniambia ubunge, hawakunipa kwa nini wao waona nikae. Lakini manzia kama wanavyonielewa, mimi napenda kutafiti. Bila shaka na nikagundua kwamba seneta ni majukumu makubwa, lakini kwa hisia mimi nilizo nazo na fikra na hamu yangu, naona pale patanifaa, kwa sababu hawa walioko chini kutoka gavana, sifikiri kwamba ataweza kuchezea mali ya mwananchi kama mimi niko pale juu. Mbunge ambaye anapata si chini ya milioni 100 kwa mwaka, hatoweza kufanya mambo atakavyo. Halikadhalika maadamu gavana yuko chini ya macho na uangalizi wa seneta, na MCAs pia hawataweza kuwadanganya au kuwachezelea haki za wale ambao wanadai wao wamekwenda kuwawakilisha. Kwa maana ya kwamba nitaweza, iwapo Mwenyezi Mungu atanijalia, kueleza serikali kama mwakilishi yuwafanya haki
na ni mkweli au la, bila ya kuogopa mtu au kumpima mtu kwa dini, rangi, kabila au eneo analowakilisha au analotoka. Vema, labda inapokuja katika wakati ulipokuwa wewe umeliweka wazi swala hili ya kwamba unapania labda kuwania kiti, lakini sasa ukawa unaomba kwamba ni katika labda nafasi gani? Kuna baadhi ya kwamba, manake unasema kwamba uliweka vitagaa mbalimbali, lakini cha mwisho ukasema kwamba ubaki kama vile vile ulivyo kama mwanaharakati. Nitaka kuamini ya kwamba labda wale wachache, manake wewe ulichukua bila shaka lile ambalo lilikuwa ni wazo la wale wengi ya kwamba wewe simama kama seneta, lakini kuna wale wachache ambao waliona kwamba wewe baki kama vile vile ulivyo kama mwanaharakati, na wakatoa sababu zao. Labda sababu zao zilikuwa ni zipi? Maana ya kwamba labda unapokuwa mwanaharakati ukiingia katika siasa ni kwamba sasa ule wanaharakati huwa labda kwa kiwango fulani unakuwa unafifia ama unapotea kabisa, ama ni vipi? Kwanza katika walioniambia kwa njia ya unyenyekevu kwamba usingeingia huko, wengine wameendeleza kwa maneno ya kwamba ni chaguo ambalo si zuri. Kimsingi walikuwa waona nitajivundia hadhi yangu na heshima yangu. Ndio. Lakini hawakuendeleza mbele, isipokuwa naelewa kwa sababu wengine nawajua binafsi. Mmoja ni wakili mtajika mkubwa, akanambia kwamba la, Stambuli si chaguo zuri, ungewacha. Lakini hakuendeleza. Ndio. Wengine waliniambia kwamba sisi tunapokujua ni mtu ambaye una misimamo na siasa ni chafu mbaya, utavunja hadhi yako, utavunja heshima yako. Wengine wamezungumza kuhusu magoma, pengine utachukuliwa kwenye jukwaa ucheze. Na kwa hakika mimi naheshimu maoni yao wote, lakini nafikiri wao ndio hawakuniangalia vizuri, kwa sababu siasa ni chafu iwapo wewe ni mchafu. Kwa maana ya kwamba iwapo wewe wapenda uchafu wa siasa. Ndio. Lakini mimi ninavyoangalia siasa ni uwakilishi wa mtu ambaye apenda kweli na haki itendeke. Ndio. Na ningependa kidogo mwanzo hapa nifafanue kweli kwangu ya maanisha nini. Ruksa. No. Kweli kwa maana ya mambo mengi huyu unayemwakilisha aidha hayajui au hana fursa ya kuweza kuyajua, kwa sababu jamii yetu kubwa pana imewekwa kwenye kutofahamishwa, kutotaarifishwa haki yao ni nini na si nini. Kweli kwa maana ya kwamba, mfano, halmashauri ya bandari wana ripoti ya mwaka 2018-19. Ndio. Ambapo mkaguzi mkuu wa fedha na matumizi ya serikali na mapato, Auditor General, ukurasa wa 4 ameieleza maoni yake na tathmini yake kuhusu ripoti ya halmashauri ya bandari. Na nimependa sana mahali amegusa kuhusu matumizi ambayo kwa hakika wanaita administrative expenses. Wale wasimamizi wana matumizi kwenye fedha zinazopatikana kwenye halmashauri ya bandari, ambapo wameweka kama bilioni 4 milioni 44,431,000 kwa ni matumizi administrative expenses. Katika ibara ya 3.4 ya hiyo tathmini ya mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali na mashirika, kuna kitu anaita unsupported sports expenditure. Unsupported sports expenditure. Ameeleza kwa urefu, inshallah kipindi kingine tutakuja kutathmini kwa makini, lakini wametaja kuwa kuna pesa ambazo zatumika, kwa mfano mishahara na matumizi ya kuhusu timu zao 11, wametumia milioni 96 na 15,000. Sawa? Ndio.
ni subsistence allowances, transport and other activities za 11 different teams. Lakini milioni 17 wamewapa miongoni mwa waajiriwa wa pale halmashauri ya bandari, wawe wataweza kwenda kwenye mechi wanazoteza bandari au timu zozote za halmashauri ile, wawe wakiwashangilia. Kwa hivyo milioni 17 kando ya zile milioni 96 walikuwa wametenga ili watu tu katika wafanyikazi msikose kwenda kwenye mechi leo tuwateza. Suala langu la kijingajinga, ndugu yangu mwanzo, ni wenyeji wangapi na wakaaji wangapi wa Mombasa wajua pesa kama hizi zatumika kwa mambo kama haya? Moja hilo. Pili, je, wabunge au wawakilishi, iwe ni gavana, ni seneta, ni mbunge mwakilishi wa wanawake, ni MCA, wasoma ripoti za Auditor General? Kwa sababu hii 2018 2019 hichi kipande ninakutolea kipande kimoja. Kuna habari ndefu, yani yule ni kama ng'ombe akamuliwa halmashauri ya bandari nchini Kenya. Sawa? Sasa kwa mwangalio huu, alafu angalia na wenyeji wa eneo hili ambao bandari iko, na sisemi kwamba pesa zote zitoka bandari hii, lakini yachangia pesa nyingi. Waangalie wenyeji na mambo ambayo yawasumbua. Mbali na ajira, kuna kitu wanaita corporate social responsibility, majukumu ya mashirika yao ya serikali au ya kibinafsi kwa maslahi ya wenyeji wa pale mahali. Wamepata vipi? Pili, juzi tulikuwa tuzungumza na baadhi ya wenzangu hapa, tukawa tuzungumza kuhusu talents za vijana na kina dada, namna zinavyopuuzwa. Nikawa naambia, kwa mfano, kulikuwa wakati wa almarhum Councillor Mohamed Daudi kulikuwa na swimming gala. Sasa mashirika mangapi yaweza kujumuika wakawa wa support, wa unga mkono miradi kama ile na kuweza kuendeleza vijana? Sitaki kuyataja majina kwa sababu sera yangu nataka kuzungumza issues, si personality. Sitaki kutaja watu majina ati kuwakashifu. Nataka zungumza kweli na haki ili ifanyiwe watu wangu. Labda bila shaka katika hiyo nukta napenda kwa namna ambavyo bila shaka unavyochanganua mambo, labda mtu huenda akajiuliza kwamba Star ama Stambuli wa Sheikh Abdullahi Nasser ni mwanaharakati wa siku nyingi, mwanaharakati mtajika, lakini kwa nini leo? Manake najaribu kuangalia kiti cha seneta tangu tulipokuwa na bila shaka mchakato mzima kupatikaniwa kwa katiba mpya mwaka 2010, ugatuzi ukawepo, nafasi kama hizi zikabuniwa za useneta. Sijui wewe kimtazamo wako, na nataka kuamini ya kwamba Star, wewe kuna sababu ambazo zimekusukuma kwa nini sasa wewe kusimama katika bila shaka ulingo wa kisiasa. Manake nataka kuamini kuna wakati fulani tulipambana katika kipindi tukiwa katika idhaa nyingine, nikakuuliza swala kama hili ambalo wewe juzi umeuliza watu na wakakwambia kwamba usimame kiti cha useneta, lakini wakati ule nataka kukumbuka kwamba ulijibu ya kuwa kwa kiwango fulani kuna namna ulijibu kuonesha kwamba hiyo si nafasi yako inapokuja katika siasa. So najaribu kuangalia kiti cha useneta na majukumu yake, kama ulivyotaja ni askari huyu kweli, lakini utapata kuna mgongano sana inapokuja katika gavana na seneta. Mfano rais ni wa seneta aliyekuwepo, seneta bila shaka Hassan Sarai, na gavana Hassan Joho ambaye anamaliza hatamu yake. So sijui tatizo linakuwa wapi. Inakuwa ya kwamba gavana, manake wewe nataka kuamini ya kwamba inapokuja katika lile bunge la Senate kule, pesa ambazo zinakuja huku nataka kuhakikisha kwamba zinatumiwa vizuri, lakini gavana ikiwa atazitumia vibaya basi wewe utakuwa ni mkali. So sijui huo mvutano wewe labda katika kuingia katika ulingo kama huu, sijui swala hilo wewe utaweza utapambana nalo vipi? Kwanza lina vipengee vingi swala la. No.
tuangalie kwanza alipokuwa ukiniambia na wengine wakiniambia na nikasema la, ndio upande huo. Kwa sababu kama mwanaharakati nilikuwa na kiwanja kipana cha kuzungumzia pwani na Kenya kwa jumla sana, ndio nikawa nakimbia kwamba nikiwa nitaingia sehemu fulani kuna taratibu ambao ukizungumza utaambiwa wewe angalia kwa kuna mipaka na vema. Pili, baada ya kuangalia hao wewe uliowataja namna walivyokuwa kipapurana, ndio nimebahatika kuwemo kwenye nyumba ambayo si historia tu ya eneo bali na historia ya siasa iko kwenye mlango wangu wa familia. Na muda wa miaka 10 ambao tumeingia kwenye masuala ya serikali za ugatuzi, hali ilivyokuwa imeanguka zaidi. Kenya si kwa kuwa hali ilikuwa nzuri kutoka uhuru, la lakini pale ilipokuwa juu ya kuwa si nzuri, sasa hivi imeanguka zaidi kiasi cha kwamba chembelecho wenye kusema Mombasa ni kama hakuna wenyewe. Uchumi mwanzia huna haja ya kuambiwa, sasa hivi si tabu kama kupata mahali pa kuegesha gari lako Mombasa hii. Kwa sababu magari hakuna tena, watu wamehama wamekwenda miji mingine. Tumeelewana? Na nimekutajia halmashauri ya bandari kwa sababu ni mchango mkubwa kama utakuwa wajua maana ya corporate social responsibility, majukumu ya halmashauri ile kwenye kuendeleza maslahi ya wenyeji wao. Nikakupa kiwango cha pesa ambacho watumia wao kwa masuala ya michezo. Sawa? Ambapo si kitu kibaya, lakini tuangalie michezo kwa jumla. Stadium imezama ile kwisha. Sawa? Ambapo kwa hakika milioni 250 ni stadium ya watu kama 30,000. Kwa hivyo nusu bilioni ni stadium moja ya watu 60,000. Sawa? Kweli. Kama utaangalia hii ripoti niliyokuambia, report of the Auditor General on KPA for the year ended 30th June 2019, utagundua pesa ambazo ye auditor asema kwamba halmashauri haikuweza kumridhisha kwenye maelezo yake, kwaweza jengwa stadium 8 za watu 60,000 kutokana na pesa za patikana Kenya Ports Authority. Sawa? Sasa sitaki tukwame hapo, wala sisemi ni lazima wafanye wao. Sasa corporate social responsibility, tuangalie mashirika tofauti yaliyoko Mombasa, lau yafuata kanuni ya corporate social responsibility, basi kwaweza kutokea nini hapa iwapo watataka kuendeleza maslahi ya wenyeji na wakaaji kwa mujibu wa kanuni zilizoko za corporate social responsibility. Na nafikiri kwamba inapokuja katika swala hilo mheshimiwa, ni kwamba kanuni hizo haswa labda zikifuatiliziwa, labda ni kanuni ambazo inakuwa tuseme kama ulivyotoa mfano wa bandari, ni kwamba kanuni ambazo watazifuata ni zao wao, ama lazima watahusisha labda serikali ya kaunti ya Mombasa? Kwa sababu ikiwa kweli unaposema kuhusiana na social corporate social exactly corporate social responsibility is key. Ikiwa kweli kama unavyosema ingekuwa inafanyika kama vile inavyotakaniwa, kumaanisha kwamba kungekuwa na mambo mengi sana kama unavyotaja yangekuwa yamefanyika, sio? Ndio nitakwambia hiyo, nilikuwa najaribu kuja hapo. Hili nimekuambia halmashauri ya bandari, alafu nitakupa mifano. Kwa mfano wanashirikiana na Safaricom, wameshirikiana na Airtel na Telcom, wanashirikiana na Kenya Railway. Hao wote watu watano wanasema kwa vile kuna kanuni ya kuwa tunachopata kama faida tutenge kiasi fulani kwa maslahi ya wenyeji kwa sehemu husika. Kwa hivyo chetu sisi ni hichi na hawa ni hichi, na iwe watashauriana na serikali kuu au serikali ya ugatuzi,
ni kuwajumuisha na wenyeji, kwa bana hii ni kanuni iko, kwa hivyo tumetenga, tumepata hizi kwa mujibu wa kanuni. Sasa nyinyi maona kipi kipawe kipaumbele kwenye maslahi yetu? Tujenge roundabout, tutie maua, au kuna kitu nyinyi maona muhimu zaidi? Hii ni moja. Sawa. Hakuna asiyejua Equity Bank wana scholarship waita Wings to Fly. Corporate social responsibility zinazuia benki nyingine kufanya hivyo kwa njia ipi? Mbona hawafanyi? Na kama wafanya, sawa, suala linakuja hapa maziana. Napenda hata wanaotuangalia na kutusikiza watafakari. Si lazima kama ninavyowaambia kila siku mkubali kila ninalosema, la, mna ruhusa ya kukataa. Lakini ili kanuni ya corporate social responsibility itekelezwe kama ipasavyo, ni muhimu mwakilishi wako awe kwanza ajua. Sawa. Sasa kwa muda tu wa miaka 10 ya ugatuzi, wabunge, magavana, seneta, MCA, women rep waweza kuleta ushahidi wa kwamba la mashirika haya yafanya hivi hapa Mombasa. Ikiwa benki moja yaweza toa scholarship kwa watoto ambao wamefanya vizuri lakini ufamili zao hazijiwezi, mimi nataka wewe mwanzia na kila atakayeona kanda hii ajiulize, Mombasa kuna benki ngapi? Nafikiri ni nyingi. Tuna mtazamaji, ni kwamba ikiwa unajumuika nasi kwa sasa, ikiwa ni nusu saa ndio inakatika baada ya saa 2 usiku, ni kwamba niko naye Stambuli wa Sheikh Abdullahi Nasir, ambaye bila shaka ni seneta bila shaka mtarajiwa katika kaunti ya Mombasa. Anapania kuwania kiti cha useneta, na nafikiria kwamba katika dakika tulizokuwa nazo kama dakika 30 ameweza kutoa baadhi ya sababu kwa nini anapania kuwania kiti kama hiki. Kwa sababu ya muda, mheshimiwa, nafikiria kwamba nataka kuamini tutakuwa na vipindi vingine kadiri muda unavyokwenda kabla uchaguzi mkuu mwaka 2022. Tutakuwa tunakualika bila shaka kuweza kutueleza namna gani ambavyo labda siasa zako utakuwa umeziendeleza kufikia kabla ya wakati wa uchaguzi. Labda moja kwa moja, nafikiria kwamba tumezungumza mambo mengi tu kwa jumla. Kabla sijakupatia nafasi ya labda kutueleza sera zako na ajenda zako muhimu, labda kwa kiwango fulani, kwa sababu wewe ni bila shaka hivi sasa ushajitosa katika ulingo wa kisiasa na ni mheshimiwa, labda kimtazamo jina hili mwakilishi, wacha nitumie neno ndugu tu pendelee jina hilo kwa sababu linalewesha samani, huwa linalewesha mtu, anafura kichwa anakuwa anajiona hakuna kama yeye. Vema, sawa ndugu yangu Stambuli wa Sheikh Abdullahi Nasir, labda kimtazamo wako unapoangalia siasa za kitaifa, manake nataka kwa haraka upesi ndani ya kama dakika 3 utupatie tu muktasari wa namna unavyoona siasa za kitaifa zilivyo mbele ya uchaguzi mkuu mwaka 2022, siasa za pwani na kisha kidogo siasa za Mombasa, vitagaa vitatu. Tupatie muktasari wa namna unavyoona siasa za kitaifa za pwani na katika eneo ambalo bila shaka unapania kuwakilisha kama seneta hapa katika kaunti ya Mombasa. Tafadhali. Mwanzo za kitaifa, mimi bila uoga kwa kuwa waniona naingia kama independent candidate. Ndio. Kwa hivyo ni mwaniaji huru. Na kuwa mwaniaji huru kwa sababu sitaki kujifunga na vyama vya kitaifa. Nukta yangu moja ambayo ilikuwa ni ijibu ukaniletea swala hili, nukta ya kwa nini huyu alipokuwa senator na huyu alipokuwa gavana, wao ni kwa sababu ya vyama vya kitaifa vina sera ambayo aidha huwa yaoana ile sera kwa sababu ni watu wamejumuika pamoja, anaelewa, au yapingana kwa maana ya kwa akisema huyu madamu si chama chetu watapapurana na huyu.
Sasa vyama vya kitaifa, wewe pia mwanzia, ukipenda usipende, vina wenyewe, ni kitu kiko wazi. Na nchini Kenya, kwa sababu ya kuwa vyama ni vya watu binafsi, ni kuonesha wazi hali ya kwamba siasa Kenya hakuna. Pengine utashtuka, utaona kwa nini nakwambia siasa hakuna. Sioni chama ambacho kikishinda, yule aliyeshindwa aona kwamba yeye atendewa haki. Niache nikufafanulie. Mimi nimesimama seneta, mwanzia umenipinga na uko na watu wako pia walionipinga, na wakatoka hata na maneno maovu. Sijaona chama ambacho kikishinda bado kinayo moyoni na katika sera zake kwamba kila nikitaka kuwafanyia walioniunga lazima kwa kima kile kile ni watafute walionipinga niwafanyie, na nisiwafanye wakahisi ni fadhila nimewafanyia. Nataka wajue ni haki yao mimi kuwafanyia, kama waniunga mkono au hawaniungi mkono. Wamenipinga si kwa sababu wananichukia, wamenipinga kwa sababu mimi nimefail kuwashawishi inavyotakikana, au sikuwa na muda muafaka wa kuweza kuwashawishi. Kwa maana hiyo hainipaswi mimi, si haki mimi, kwa kuwa alinipinga mwanzia, si katika mfuasi tu, lakini alikuwa hapendi nikitajwa mimi yapinga. Kwa hivyo sasa mimi nimtie kwenye orodha ya watu ambao ataipata yeye. Vema, na nafikiria kwamba ni jambo ambalo tunaliona inapokuja katika kupapurana kama unavyosema kivyama katika siasa za kitaifa. Labda kuna mtu angejiuliza kwa namna wewe ulivyo mwanati, manake nitaka kuamini kwamba katika mwambao wa pwani na katika jiji la Mombasa, familia yenu nyinyi kama kina Sheikh Abdillahi Nasir mko na tarehe humu. Labda katika ule wanati kuna vyama vya pwani. Nataka kuleta sasa ile taswira ya siasa za pwani. Kuna vyama vya pwani. Labda kwa kiwango fulani kwa mara ya kwanza nafikiria kwamba ungeonaje kama ungeonelea usimame na chama chochote, hata ikiwa ni chama ambacho hakina maarufu, hakijulikani. Maana nataka kuamini ya kwamba kuna vyama vya pwani ambavyo havijulikani ama havina maarufu. Si kwamba havijulikani, vyajulikana, lakini havina ule maarufu. Kwa hiyo mwanzia kila fani, kila uwanja una wajuzi wake. Muda mingi mimi nimechukua, nimetafiti kuhusu mambo haya, kwa sababu imo ndani ya damu na imo kwenye familia. Naona vizuri kwa sababu najua tarehe kule ilikotoka, historia ya siasa. Naona watu pia wanapojibizana kuhusu mambo haya, kwa nini si chama cha pwani? Kwa miaka 58 tangu Kenya ipawe uhuru, kumekuwa na watu wenye hisia kama hizo. Mimi ninavyoangalia, wengi ni mawakala, ni maajenti wa watu fulani wako juu. Kama si hivyo, wanakuja wana nia nzuri, lakini ya kuwa mabroka kwa niaba ya wapwani. Kwa mfano, ikiwa wataka wapwani kupitia chama chetu, si tutakupa tunao wengi. Mimi kuingia kwenye mambo haya kama independent, mtu niko huru, nitaeleza kwa makini katika vipindi nitakavyoalikwa sehemu tofauti muda ujao, kwa sababu najua umuhimu wake. Wanielewa? Kwa hivyo nitaeleza kwa nini sitaki kutambuliwa kama mtu kando wa chama fulani. Kwa sababu nitakwambia jambo moja, na kama nakosea wewe au wasikizaji wa mtazamaji wataniambia. Hivi vyama tangu vianze kutawala nchini Kenya, kwa nini huwa vyaja kama ni karibu na election, karibu na uchaguzi?
Ikisha uchaguzi ofisi huwa hakuna ya chama. Na ganzi iliyowashika wapwani kwenye vichwa na mioyo yao wakawa wapenda kipofupofu, ndio ganzi ambayo yatakatafutiwa tiba, dawa ambayo itaiua ile ganzi. Wajue kwamba hivi vyama havina mnasaba mzuri na haki na kweli kama ilivyo. Unaelewa? Takupa tena mfano rahisi. Nimetaja halmashauri ya bandari Tuate. Kenya Marine and Fisheries Research Institute iko hapa. Sawa? Juzi kuna masuala ya Coast Guard kushika viori vidogo wavuvi. Miaka 58 ndugu Manzia. Corporate social responsibility na kurudisha. Kwa nini hakuna mashirika ya serikali na yasiyo ya serikali na ya kibinafsi yaliyoweza kufikiria ili huyu mvuvi asipate tabu, tumjengee cold storage kila eneo ambalo lina kama kijibandari cha wavuvi kuteremsha samaki wao, sehemu ya kuhifadhia samaki wasiharibike, kisha tutafute wawekezaji iwe waja wakiweza kufungua viwanda vya kwa samaki watoe kwenye mikebe, alafu iangalie soko ya Afrika ya Mashariki na Kati tu, wacha ulimwengu. Samaki, kwa nini umvuvi hakuna mashirika ambayo corporate social responsibility watawaita kwenye public participation waoneshe nyinyi mtaka vifaa gani? Sisi tuna majukumu kwa kanuni hii kuwanunulia kama wavuvi, kwa sababu tushafanya kina mama biashara ndogo ndogo nini. Sasa hivi Equity ina $500 billion ya small micro enterprise, bilioni 500. Nafikiri hizo ndio siasa za pwani, na kwa kiwango fulani labda wengi ya wapwani wanahisi kwamba serikali zetu zimefeli, haswa serikali zetu za kaunti ya Pwani ambazo bila shaka zimezingirwa na ufuo wetu wa bahari. Very good. Hapo kidogo. Huyo governor si mzuri. Sawa? Hao wawakilishi mbona hawajasema? Ndio nataka kuja pale mheshimiwa, kwamba moja kwa moja ndugu ya kwamba ni fisheries wao wapaswa kuja kwetu sisi kama wakaazi kuja kutuuliza watataka nini, ama lazima watapitia kwa serikali? Ndo nao serikali, manake serikali ndio tumewaweka serikali pale kutuwakilisha sisi, maana kwamba fisheries watakuja kwetu moja kwa moja, maana kwamba sasa ni nani anayefeli, ni shirika ama ni serikali? Ni wawakilishi. Naona kule umekwenda shirika au huyu mwakilishi hajui kama huyu shirika ana majukumu. Mwakilishi hajui corporate social responsibility. Sasa mimi naitawaliwa, nitakuwa sasa niko kwa giza, sio? Kama iwajua basi wala nao moja katika mawili. Hajui au ajua yuwala yeye, nyinyi shauri yenu. Sasa yeye mwenyewe atague ni ipi apenda, hajui au ajua corporate social responsibility na kanuni zake. Wajua mara nyingi wa pwani, ndio nikakwambia tumelemazwa kwa kuwa neno la kwanza la pili kuna maneno mawili yatumika, serikali kuu au wabara. Na nimesema mara nyingi na leo narudia, huwa yule mwakilishi akienda kule juu awaambia, akiulizwa wewe vipi Istanbul, utaki kitu ni watu wako? Waambia kwamba nyinyi watu wangu hamwajui, nyinyi tulieni, acheni mwenyewe. Na akija huko mkimuuliza statu aonewa bana, jamaa tukalia bana makazi yote, adenye amjui vile ninavyokanyagiwa kule. Kwa hivyo atezaguu mbili yeye. Kwenu yuko safe na serikalini yuko safe, yake ya muendea. Sasa mimi nawapa mfano rahisi, corporate social responsibility. Kama Equity yaweza toa msaada ya kusomesha watoto waliofanya vizuri lakini hawana uwezo familia zao, benki ngapi nyingine zaweza unga mkono mpango wa Equity wakaanza mpango wao? Kama Equity yaweza kukopesha watu biashara ndogo ndogo, benki ngapi nyingine kwa corporate social responsibility waweza wafanyia watu hapa? Sawa, hii ni benki. Sasa mashirika, halmashauri, twende hizo KPA,
wapi? Kenya Railway, Kenya waweza kufanya nini wakichukua hiyo corporate social responsibility? Viwanda, kwa sababu kanuni yenyewe ni ukifungua ofisi au kiwanda sehemu fulani, asilimia fulani ya wafanyikazi wako lazima wawe watoka sehemu hiyo. Kisha katika pato lako utenge asilimia fulani na uwahusishe wenyeji wa sehemu hiyo, uwaeleze kwa mujibu wa kanuni, mimi nikitenga hizi faida yangu hii napata, natenga hii ndio percentage na utakikana nitenge. Sasa lazima lakini wahusishe nyinyi, niwaulize mtaka tufanye nini na hizi pesa. Sasa wewe ukwenda umwajengea vituo vya kungoja matatu, lakini hawa watoto wao watembea kilomita 5 kwenda skuli. Waonaje wajengee vituo 10 au wanunulie basi moja watoto wao wapate nafuu? Wana sehemu maji tabu, muhimu walete visima au tengeza roundabout za town uzitie maua utie na jina lako. Bila shaka swala la kuweza kutafakariwa bila shaka kwa uzito. Labda katika siasa za Mombasa, ndugu Istanbul wa Sheikh Abdullahi Nasir, moja kwa moja wanasema kwamba mgala muoe lakini haki yake mpe. Maana kwamba nikimwangalia seneta Faki, maana kwamba wewe ikiwa yeye atakuwa ataka kuwania kiti kama hiki kukipigania tena, maana kwamba yeye ndiye incumbent tuseme kwa lugha ya Kiingereza, maana kwamba wewe umesimama kuwa hujaridhishwa na uongozi wake inapokuja katika nafasi kama ile, ama ni kwa sababu unaona kwamba uko na ajenda zako ambazo unaona kwamba Faki hajazitekeleza, ama ni vipi? Kwa sababu kuna lazima kuwe na sababu. Sababu ni kwamba unapomwangalia, na kama ulivyotangulia kutaja, ni kwamba upendi kutaja watu kwa majina, lakini ndiye seneta kwa sasa. Nataka kuamini ya kwamba wewe unasimama, maana kwamba hajatuwakilisha vizuri ama hajawakilisha kaunti ya Mombasa katika nafasi alionao kama seneta, ama ni vipi? Ama wewe una sababu zako kwa nini unasimama kama seneta kwa sasa? Kwa hakika mwanzia swala zuri na jawabu yake nyepesi. No. Iwapo utataka kuangalia kila mwakilishi amejaribu kiasi alichowezeshwa yeye kufanya. Ndio. Ninavyoangalia mimi watakikana kitu bora. Yani ni wazuri hao walioko, lakini kwatakikana kitu bora. No. They are good but we need better representation. Right. Mosi. Pili, kwa sababu wamejikita kwenye vyama ambavyo vina sera zao ambazo zenda kinyume na matakwa ya wenyeji wa eneo hili. Ataweza taka kusema kitu lakini chama kitamwambia no, kwa mujibu wa sera zetu ili usilisema. Hili ndio kimsingi linalofanya mimi nikaja kwa nataka kuwa mwaniaji huru. Sitaki chama kinifunge kwa sababu yako mambo mengi kama yanayogusa hapa. Kwa mfano wavuvi wetu kwa nini washikwe vihori tena waingiliwa paka ndani kwa maboti ambayo yana mpaka helipad yaweza kwenda yakashika mameli ya Kichina na ya Kikorea yanaovua maji makuu? Kwa nini hawendi kule? Licha ya kuwa wavuvi hawapati misaada, alafu kuna masuala ya ardhi, kuna masuala ya ajira, kuna masuala ya michezo, talanta za vijana, wasichana, kuna usanii aina tofauti. Na hakuna mtu anayehusika kwa sababu wawakilishi hawaoni umuhimu wa kuwaendeleza hawa hivi. Kwa nini? Kwa msingi wa kwamba lau utamtoa huu kwenye hali aliyo, utakuwa wewe utamtawala nani hapa? Kwa hivyo wengi kama wajua hawajui, waogopa kuwapoteza vijana ambao ndio wengi, kwa sababu wakimwezesha akaweza kusoma peke yake, huyu hawezi kumchezea tena huyu kijana. Yutaelewana manzia. Nataka nieleweke vizuri na zaidi ni wewe na wale ambao wananiangalia. Kijana haendelezwi, hapawi vitu vya kuweza kujienua kwa sababu anapaswa kuwa mjinga hivi hivi ili iwe ni rahisi kumtumia.
Sasa iwapo vijana wa maeneo mengine wainuka, ni kwa sababu wawakilishi wao wako hai na wajua kuendelea nini. Mimi sipendi sera ya kulaumu serikali kuu au kumlaumu sijui nani au kabila au dini. Mimi naona uwakilishi haujakuwa hai na haujaelewa kuendelea nini. Lakini kuna mambo mengi yaweza fanyika kwenye jamii kama wawakilishi wangekuwa ni watu waangalia mbali, ni watu ambao waji-update, wajijuza, wajitaarifisha. Ulimwengu enda wapi sasa hivi? Ulimwengu wa karne ya 21 si ulimwengu tena wa kukati tukitukanana, tukikashifiana, wewe kila ukiamka wamkashifu mwingine. Tufanyeni mambo, tuwaonesheni wahusika kwamba tumeamka, sisi tuko hai, hatukulemaa akili wala mioyo, na tuajua tuna taarifa ya mambo ambayo ni haki yetu, na tuajua nini si haki yetu. Si haki yangu kukuomba mbunge pesa za chai, kwa sababu najua wewe wapanga namna gani mimi nitaendelezwa, lakini hunipi chai na kule upangi. Sasa nikwambie nini? Vema, mtazamaji, basi ikiwa unajumuika nasi kwa sasa, ni kwamba muda wetu na tupatia kisogo, ikiwa ni takriban kama dakika 10 hivi tumesalia nazo tuweze kuhitimisha kipindi. Kumbuka kipindi ni Political Arena, niko naye Istanbul Sheikh Abdullahi Nasir, ambaye bila shaka ni mmoja ya wale ambao wanapania kuwania kiti cha useneta katika kaunti ya Mombasa. Nafikiri kwamba ndugu yangu Star tumeweza kugusia, na kwa muda ambao tumekuwa nao nafikiri kwamba tumeweza kugusia vitagaa tofauti, lakini wakati tuamalizia kipindi moja kwa moja, come 2022 umeweza kuchaguliwa kama seneta. Labda katika kipindi chako cha siku 100, mbali na kwamba vizuri watambua majukumu yako wewe kama seneta, kama ulivyotangulia kutaja kwamba unakuwa ni askari wa zile senti ambazo bila shaka zinatumika vipi kutoka serikali kuu kuja katika kaunti ya Mombasa, zinatumika vipi, unakuwa ni askari mzuri unapokuja katika jukumu kama hilo. Lakini wewe katika hizo siku 100 umechaguliwa na wakazi wa kaunti ya Mombasa kwenda kuwakilisha katika bunge la seneti kule jijini Nairobi kama seneta wao. Ni hoja zipi nataka kuamini hivi sasa umezipanga kwa namna ambavyo utaweza kutiririka nazo? Labda ukiliangalia jiji la Mombasa kwa jumla ama kaunti ya Mombasa kwa jumla, unahisi ya kwamba labda ni hoja gani ambazo Seneta Faki yeye amefeli kuweza kuziwasilisha mbele ya bunge la Senate, ambazo ni hoja muhimu ambazo zingeweza kupigiwa upato na kuweza kufanyiwa kazi? Narudi pale manzi. Naam. Seneta Faki amefanya kiasi ambacho Mwenyezi Mungu amemwezesha. Ndio. Lakini Seneta Faki kwa sababu ya kujikita na chama, na mwelewa kwamba yako mambo ambayo alikuwa hawezi ya kuyasukuma kama chama hakitaki. Na wabunge ni alikadhalika. Kama wako vyamani, msitarajie nyinyi kufanyiwa mambo ambayo yatakwenda kinyume na sera za vyama. Lakini katika siku 100 za kwanza si siku za kusukuma serikali. Siku 100 za kwanza ni siku ya kuleta umoja na uwiano baina ya mimi na wale watakuwa mimi na waangalia, ni mbunge, mwakilishi wa wanawake, MCA, gavana atakaingia. Ni kukaa na kujadili kitu ambacho nitakuwa naweka kama kimsingi ndio sera yangu. Hakuna kitu kitakuwa ni siri raia wasijue mimi nazungumza nini na nani. Narudia manzi, kitu ambacho anayeniangalia leo na ataka mimi nimwakilishe, hakuna kitu kitakuwa ni siri baina ya mimi na nitakayejadili naye, iwe ni serikali kuu, iwe ni rais, ni waziri. Lazima nirudi kwa watu wangu, na yeye nitamwambia kwamba tuliozungumza nitakwenda waeleza watu wangu, wakinijibu ndo nitarudi kwao. Sijua nielewa. Nataka kuwa mwakilishi wa maslahi ya watu wangu kwa msingi wa kweli na haki, na nimekuambia haki na kweli nitaitenda kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Hata kama mtu hanipendi, nitahakikisha haki yake ampata.
kwa sababu simwogopi mtu, ni Mungu ndio aloniambia nitende haki. Kwa maana hiyo nitakuwa namwogopa Mungu zaidi kuliko mtu. Kwa hivyo hata kama wewe unipendi, unitaki, ukunipigia kura, hakikisha kwamba haki yako itakufikia kama mimi ndio mwakilishi wako. Unaelewa? Na serikalini ni mimi kuweza kuzungumza na serikali kuu kwenye Senate kuhusu huku kama gavana, mwakilishi wa eneo bunge, mwakilishi wa wanawake na MCA wapeleka mambo kama inavyotaka katiba ya nchi hii, na kama ni kwa njia ya kweli na haki, mimi nitaelezana na serikali, na kama si kweli nitaeleza serikali, na nyote mlionichagua na ambao mkunichagua mtajua huyu bwana amesimama kwenye msingi gani. Iwapo nitakuwa siwaridhishi nyinyi au nakwenda kinyume na nilivyokuwa nimewaeleza, basi mimi tukifika wakati naweza kuwapa hata kitu nimesaini mimi, kwa ikiwa si hivi basi munitoe. Vema, nafikiria kwamba mtazamaji, basi twafikia bila shaka kilele inapokuja katika kipindi chetu Political Arena, na katika kipindi cha kama dakika 50 hivi nimekuwa naye Istanbuli wa Sheikh Abdullahi Nasir. Ni mmoja ya wale ambao wanapania kuwania kiti cha useneta katika kaunti ya Mombasa. Nafikiria kwamba amejieleza, lakini kwa kiwango kikubwa tumejaribu kuweza kugusia majukumu na azma yake, kwa nini, na moja kwa moja labda huenda kwa sisi kuweza kukutambua. Nataka kuamini kwamba hujaanza kutoa mabango na wala vibandikizi vile posters, labda tutakutambua, manake kila mmoja anakuja na wanaita ni slogan yake. Labda wakati tunapomwangalia Istanbuli wa Sheikh Abdullahi Nasir kuwania kama independent candidate, ni kwamba labda twende na slogan gani, ama bila shaka anwani yako tukutambue na anwani gani? Ukinichagua hutajuta. Tafakari, usikubali. Ukinichagua hutajuta. Kweli na haki ndio msingi, na Mwenyezi Mungu ndiye aliyeko juu yetu sote, mimi na wewe. Kama yeye yuko radhi, sijui utazuia vipi. Na kama Mungu hayuko radhi, usiingiwe na roho mbaya. Mwenyezi Mungu ndiye mweza na ndiye mtendaji na ndiye mkwasi. Nataka kuhakikishia kwamba iwapo utanipa fursa, masuala ya ardhi, ajira, afya, uchumi, rasilimali, michezo, miundo mbinu na miundo misingi na sanaa kwa jumla, tutakuwa tukijumuika, tukiyajadili, na tutatafuta misaada kutoka kwa wafadhili nje pia. Umoja wa Mataifa, Aga Khan, tutaandikiana ili tuangalie waweza kutuinua kiasi gani, na wewe utakuwa wahusika katika kila hatua, na insha Allah Mwenyezi Mungu kama yamridhisha yeye, yatakuwa hakuna anayeweza kuzuia. Asante sana, shukran. Nafikiri kwamba itakuwa ni katika nukta mzuri ambapo tunamalizia kipindi chetu, na kama alivyotangulia kutaja, basi mtazamaji, nimekuwa naye Istanbuli wa Sheikh Abdullahi Nasir, mmoja wale ambao wanapania kuwania kiti cha useneta katika kaunti ya Mombasa, na yeye anakuambia kwamba ukimchagua utojuta. Na wakati wengi wakisema kwamba watakapochaguliwa basi wanawapatia kipaumbele vijana, lakini anasema mbali na kwamba atawapatia zaidi kipaumbele vijana, kina baba, kina mama, na hata inapokuja katika masala ya watoto, yote yako katika ajenda zake na katika sera zake. Basi hadi Jumatano ijayo, imekuwa ni kipindi Political Arena ukiwa nami Jonathan Mwanzia, na nafikiria kwamba mzee wangu Istanbuli wa Sheikh Abdullahi Nasir, tuwakutakia mafanikio katika harakati zako. Inshallah. Asante, shukran. Kwaheri kwa sasa msikilizaji, usiku mtulivu.